Mnaotuona mbele yenu hapa, mimi naitwa Elia Faustini, niko na bwana ndugu Stanislaus. Sisi ni waumini wa dini ya Kikristo, lakini pia ni kutoka dhehebu la Kanisa Katoliki. Tuko mbele yenu kwa ajili ya kuwapa taarifa ama kuwapa taarifa ya habari ambayo tumeiandika kuipeleka katika ubalozi wa Vatican nchini Tanzania. Taarifa ambayo ndani yake tumeambatanisha ama tumeorodhesha mambo kadha wa kadha kutokana na matamko ama matamshi yaliokuwa yanatolewa na katibu wa teki kwa maana Dr. Charles Kitima. Wote ni mashahidi, tunafahamu yale ambayo yanaendelea, tunafahamu nini kilitokea, tunafahamu matamko ambayo mbalimbali amekuwa akiyatoa Padri Kitima. Kuna mambo mengi amekuwa akizungumza ambayo ukiangalia ndani yake ama ukifafanua ndani yake hayana afya. Hali ambayo inapelekea kuonekana kwa maana ya waumini wote wa Katoliki wamekuwa sehemu ya hali ambayo anazungumza yeye. Sasa Baraza la Maaskofu wa Katoliki nchini lina wajibu wa kufanya kazi kwa maana ya kuwatumikia pia waumini wa Katoliki. Lakini pia sisi kama waumini tuna wajibu wa kuwaeleza watu wetu kwenye baraza hilo kwa maana wajumbe na katibu mwenyewe kwamba hiki na hiki kiko sahihi, hiki na hiki hakiko sahihi. Kuna mengi ambayo amekuwa akiyafanya Padri Kitima ambayo yamekuwa ni mambo ambayo unaona wazi ama unaona kwa macho ya tatu kwamba huyu mtu anaongea vitu kutokana na hisia zake mwenyewe, anaongea vitu kutokana na hisia za kisiasa, kitu ambacho kwenye dini si kitu sahihi. Kwa hiyo mimi nisio mwongeaji sana, nitamkaribisha bwana Stanislaus atawaeleza hapo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumewaita hapa kwa sababu siku ya leo tarehe 22 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, mimi Stanislaus Tobias Nyakunga na mwenzangu Elia Faustin tulipeleka barua ubalozi wa Vatican nchini Tanzania kuhusu mwenendo wa Padri Dr. Charles Kitima. Sasa sisi tukiwa kama waumini wa Kanisa Katoliki nchini tumewasilisha rasmi barua kwa Archbishop Angelo Acantinho ambaye pia ni balozi wa nchini Tanzania, tukiomba kufanyika kwa mapitio ya kichungaji na kiutawala kuhusu mwenendo wa Padri Dr. Charles Kitima ambaye ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Hii ni imetokana na malalamiko na mitazamo iliyoenea kwa muda mrefu katika jamii kwamba Padri Dr. Kitima amekuwa akihusishwa moja kwa moja na masuala ya kisiasa au ya siasa, hasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Nadhani wote ni mashahidi, imekuwa hivyo. Kwa hiyo hususa pia kuingilia ama kushiriki kwa namna moja inayoonekana katika migogoro ya ndani ya chama na nje ya chama. Lakini hali hiyo haionekani kwa vyama vingine kama vile ACT na vinginevyo. Lakini linapokuja swala la Chadema, Padri ama Baba Kitima amekuwa akionekana yuko mbele sana. Sasa sisi barua yetu si ya kuhukumu wala mashambulizi binafsi, lakini ni ya ombi la kichungaji linalolenga kulinda taswira, umoja na mamlaka ya kimaadili ya Kikatoliki. Kwa hiyo tumeifikisha leo na imesainiwa, imepokelewa kama mnavyoona, imepokelewa balozi wa Vatican, tumeiwasilisha leo mchana. Lakini pia mitazamo na malalamiko haya iwe ni ya kweli au sio ya kweli, lakini yameanza kuleta sintofahamu miongoni mwa waumini kwa kuweka kanisa katika mazingira yanayoweza kutafsiriwa kama ni ya upendeleo wa kisiasa, jambo linalohatarisha nafasi ya kanisa kama chombo cha amani, upatanisho na mwongozo wa kiroho kwa Watanzania bila kujali itikadi zao za kisiasa. Kwa sababu tunafahamu mpaka tumefikia kuongea hivi, sisi sote kwa Mungu tuna hadhi sawa. Yani iwe padri, iwe mimi, kwa Mungu wote tuna hadhi sawa, isipokuwa tu huku duniani kuna namna ya mgawanyiko wa
madaraka, uongozi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kukumbushana sio jambo baya. Lakini katika kutoa msimamo wetu tunarejea msingi wa maandiko matakatifu unaoeleza wajibu wa viongozi wa kanisa kuwa nguzo ya amani, umoja na maridhiano. Hata ukisoma katika baadhi ya maandiko, kwa mfano kama Mathayo 5:9 unasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Hata ukienda kwa Efeso 4:3 utasema jitahidi. Biblia inasema jitahidini kudumisha umoja wa roho kwa kifungo cha amani. Yapo maandiko mengi yanayozungumza juu ya masuala ya kuweza kulinda amani au upendo. Lakini sasa katika mwanga wa mafundisho hayo ndipo waumini wengi wanapata ugumu kulinganisha tuhuma hizi za matarajio ya mwenendo wa kiongozi mwandamizi wa kanisa Katoliki ambaye ni kiongozi wetu pia. Katika kipindi ambacho taifa linahitaji sauti za utulivu, maridhiano na mshikamano, kanisa linatarajiwa kubaki juu ya mivutano ya kisiasa na kuwa kimbilio la amani na upendo kwa watu wote. Lakini pia katika barua yetu kwa balozi wa Vatican tumeomba mambo makuu matatu ambayo yanaweza yakaanza kufanyiwa kazi taratibu au kwa haraka, niseme hivyo. Maana kwa taratibu tena jambo litakuwa ni lile lile. Moja, kufanyika kwa mapitio ya kichungaji na kiutawala kuhusu hoja zilizopo dhidi ya Padri Dr. Charles Kitima. Lakini pia namba 2, kutolewa kwa mwelekeo wa wazi utakaohakikisha uongozi wa kanisa unabaki huru dhidi ya siasa za vyama ikiwemo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Namba 3, kuchukuliwa kwa hatua zozote zitakazoonekana zinafaa kulinda umoja wa waumini, amani ya jamii na mamlaka ya kimaadili ya kanisa Katoliki. Na tuna imani kuwa mamlaka ya kanisa Katoliki kupitia Vatican ina busara na dhamana ya kulinda kanisa dhidi ya migawanyiko, na kwamba ombi hili litashughulikiwa kwa maslahi mapana ya waumini na jamii kwa ujumla. Tunabaki kuwa waumini watiifu wa kanisa Katoliki, tunaoheshimu mamlaka ya kitume na tunaendelea kusimama katika misingi ya imani, amani, utiifu, lakini pia maombi na umoja wa kanisa Katoliki. Kwa hivyo hayo ndiyo mambo ambayo mambo makuu matatu ambayo tumeonelea, kwa sababu kama imeanza kuonekana leo linazungumzwa hili, leo linazungumzwa hivi, sisi waumini maana yake sio wote wenye mtazamo sawa, sio wote wenye akili sawa. Kuna mambo yanaweza yakawa yanaleta sintofahamu taratibu. Kesho litazungumzwa kubwa zaidi ambalo litatugawa zaidi sisi kama waumini. Kwa hiyo barua hiyo tumeipeleka leo na imepokelewa, imesainiwa, na tunaamini kwamba kwa mujibu wa kwa vile tulivyopeleka na mawasiliano yetu yapo na kila kitu kipo, basi tutaona namna ambavyo wao watatujibu, na kama itatokea basi tutawaita tena waandishi wa habari kwa ajili ya kuja kutoa mrejesho. Kwa hiyo nimewaonyesha barua ambayo tayari sisi imeshapokelewa, ni hii hapa. Kwa hiyo ni hayo tu, sisi tumepeleka barua hiyo kwa ubalozi wa Vatican tukiwa kama vijana wa Katoliki, lakini pia watu ambao tunaona kabisa sisi kama waumini kuna vitu vitakuja kutuyumbisha mbele ya safari. Asante sana. Asante sana ndugu waandishi wa habari. Taarifa yetu ndio hiyo. Tutakuwa na maswali kwa sababu ya muda ili muoneshe habari. Asante. Tumemaliza. Muda nani hapa?